ufanisi kwenye matendo yote mawili. Na mwalimu Fadlu Davids, kitu ambacho nitampongeza ni namna ambavyo aliwafanya kila mchezaji kuwa na hatari kwenye wakati ule uliokuwepo. Walianza kupata mkwaju wa penalty ambao ulikuwa na mashaka, hasa kutokana na incidents yenyewe ama tukio lenyewe jinsi lilivyokuwa. Ilikuwa unajua mechi nyingi sana za Simba sasa hivi zina pressure kubwa sana kwa waamuzi. Sijajua hii imetokea wapi, lakini niliona pia hata kwenye utafsiri wa offside mwamuzi nambari 2 Fatma Mambo pia alikumbana na wakati mgumu huo pia. Sijui ni nini ambacho kinawapeleka kwa wana pressure kubwa hivyo ya kimaamuzi kwenye mechi ambazo wanakuwa wanazichezesha, lakini ilikuwa ni performance bora sana kwa klabu ya Simba na walistahiki kushinda kwa bao zile ama zaidi ya kile walichokuwa wanakipata. Umezungumza kwamba goli la kwanza lilikuwa lina wasiwasi, lina mashaka. Ni kivipi? Hebu toa ufafanuzi kidogo hapo. Ni kwa nini ile penalty ilikuwa ina mashaka? Shomari Lawi sisi tunaotangaza pale uwanjani, na bahati nzuri au mbaya sisi tunaona mara moja. Yaani sisi tukio lile hatuna namna ya kulirudia. Shomari Lawi kwa nilivyomuona wakati ile movement inatokea, nilikuwa namuonesha Gift Chon kwamba angalia hii movement inakwenda kuishia. Joshua Mutale anaenda kwenye eneo lile, anaenda chini, mwamuzi anafunika ututa. Wachezaji wa Pamba ulishawahi kuona interpretation ya uso wa mtu ambaye anasema tu nilijua tu sijui unanielewa. Kwanza kwenye bench reaction yao ilikuwa the same, mpaka ufika huko ndani ya pitch reaction yao ilikuwa the same. Utata wangu ni namna ambavyo pia wachezaji walikuwa na react kwenye lile tukio. Ndio maana nasema ilikuwa na maswali mengi kuliko majibu, kwa sababu niliona reaction kubwa sana kiasi ambacho pengine hukutaraji hata kiweze kuwa kwa kiwango hicho. Kwa hiyo ulipata nafasi ya kufanya marudio baada ya pale? Otherwise kama utaniruhusu hapa nilipo naweza nikapata access ya kurudia kwa sekunde chache tu. Na kama napata access ya kurudia mkwaju wa penalty, yes, hapa nataka kurudia ili uone vizuri namna Budo, yes, kama ni kweli alilambwa ama ilikuwaje pale. Inawezekana kabisa. Unaipo kiandike tu hapo. Umeshaipata naona hapo kwenye mtandao wa kijamii wa Instagram hawajaweka. Ipo kwenye Instagram ipo bwana. Mimi bwana nimeona bwana lile. Ipo bwana. Ukirudia ukiangalia naona hapo imeanzia namba 3. Ukirudia kuna mguso ulikuwepo. Labda kama haukuwa mguso mkubwa, unaweza kusogea hapa ili turahisishe jambo. Unaweza kusogea hapa. Ushapapata Unaona? Budo alifanikiwa kuutoa mpira kwenye mguu wa kulia akapeleka mguu wa kushoto. Na hapa tumalize utata kabisa. Maana unaposema kuna mashaka, lazima mashaka yangu sio maamuzi kwa Muru vile. Labda ni mashaka ya kitu ambacho kilipelekea. Lakini yote kwa yote, kwenye mguso wowote ambao utaathiri mwenendo wa mchezaji ama mwenendo wa mchezo na umefanyika ndani ya box, itakuwa ni penalty. Kwa hiyo hakuna mashaka, ni penalty ambayo ilistahili. Tukiangalia kwenye mchezo huu wa jana, tunaweza tukasema ndio siku ambayo Simba ilifanikiwa kucheza kiwango bora zaidi katika mchezo wake toka wameanza michezo yake ya viporo, hii michezo mitatu. Huenda jana ndio mchezo bora kuliko mchezo wote ambao wamekuwa kucheza. Ndio mchezo pekee ambao haukuacha doubts za maamuzi. Ama ndio mchezo pekee ambao haukuacha maswali mengi kuliko majibu. Performance bora sana, na hata mwanzoni nilikuwa nikizungumza hapa kwamba inawezekana ndio mechi ambayo Simba kwenye kiwango bora zaidi kwa siku za hivi karibuni kwenye mechi za viporo, basi ni mchezo wa jana. Walikuwa bora kwenye kushambulia, walikuwa bora kwenye kujilinda, walikuwa bora zaidi hata kwenye wakati ambao wanahitaji pengine kupossess huo mpira wenyewe. Kuna namna fulani ambavyo mimi namfurahia sana Deborah Mavambo. Sana.
namna ambavyo anacheza, utulivu wake kwenye eneo la mwisho, namna ambavyo anawasaidia wenzie kuwa bora, namna ambavyo anawafanya wengine pia kuendelea kuwa mchezoni kwa dakika nyingi. That was a clear message kwa kile ambacho anahitaji kuweza kufanya. Utazungumzia pia positioning ya goalkeeper wa Pamba, namna ambavyo kila mpira alikuwa na ushangao unavyoingia, lakini bado haiwezi ku outclass kile ambacho Simba wamekifanya kwa ubora sana. Simba walikuwa bora kwenye kila eneo ambalo wanahitaji kuweza kulifanya, na wanapohitaji kuweza kuamua kwamba tunaenda kushambulia walikuwa wanafika kwa usahihi, tunapohitaji kwenda kuzuia walikuwa wanafika kwa usahihi. Lakini pia hata ukitazama namna ambavyo walikuwa wanatengeneza ile spaces rahisi ndani ya kiwanja, ilikuwa ni mwenendo wa timu ambayo inahitaji ushindi ama inahitaji matokeo makubwa. Sawa, wewe pia unasema vipi? Unaweza kutuambia kupitia mitandao yetu ya kijamii ya Bongo TZ Pempal, Instagram, Facebook, lakini pia kule Amani Yawe, na pengine ndio ambao wamefanyia kazi mazoezini wachezaji wake hawakuyafanya. Wakati jana Pamba wanafungwa bao lile la Jasha le Ahwa, la kwanza, la pili, la tatu, la kichwa, la tatu, nilimwona Minziro alimshangaa sana goalkeeper wake. Yaani alikuwa anamtazama kama ndo kaanza kumuona jana ile. Nilimwona akimshangaa sana, na uzuri reaction ya kocha, kila reaction huwa ina tafsiri zake. Unajua bao la kwanza la penalty hatuwezi kuzungumza sana kwa sababu alienda upande tofauti, aliuzwa. Bao la pili la faulu aliminya magoti, akawa anatazama mpira ule unaenda. Na ile goli la pili ni kama vile kipa pia ana makosa, kwa sababu mbona kama alipanga ukuta akajificha kwenye ukuta, afu mwenyewe akajificha kwenye ukuta akakaa katikati. Absolutely hawezi kukwepa. Ndio maana nikasema pamoja na udhaifu wake, lakini Simba walikuwa bora, lakini haifichi ama haiondoi kwamba na yeye pia alikuwa na makosa yake. Tazama kwa mfano ile cross ya Elim Panju, si ndio? Cross ambayo inakwenda inaning'inia, yani mtu amenyanyua, amekimbia na mpira ule, automatic tuwe kama goalkeeper unajua pale hawezi kufunga mwenyewe kupiga goli. Tena unamjua huyu mtu anatumia mguu wa kulia, lakini kula anakodribble anaenda na mguu wa kushoto, kwa maana atalazimika kupiga mpira kwa mguu wa kushoto. Akaganda kwenye mstari ule wa goli, yani kwenye goal line. Hakuna goalkeeper yoyote wa kiwango cha juu ambaye unaweza kumuona anafanya hivyo. Hakuna duniani. Principle ya kipa kinsi inasema kama hauna uhakika kuupata mpira usitoke. Yani kabla hujafikiria kwamba natokaje, ni lazima uangalie kwamba hapa mtu anayekuja na huo mpira possible ni nini, ama kitu rahisi kufanyika ni nini. Kwa sababu pale yupo kwenye kibendera, unategemea afungeje na mtu anatumia mguu wa kushoto kupiga hiyo cross? Sio, unanielewa? Yani kama ule mpira ungepigwa alafu kaingia moja kwa moja bila kuguswa na mtu yote, basi hakuna ambaye angemlaumu, kwa sababu ingekuwa ni maajabu ya mpira na ingekuwa ni kitu kipya kabisa kwenye mpira wa miguu. Lakini kitendo cha yeye kusalia kwenye mstari kwenye eneo ambalo cross inakwenda kupigwa, ambayo haitoke mbali walao hata mita tatu kutoka kwenye eneo lake, anaruka free header Jasha le Ahwa kwa kimo kile mbele ya Justin Bilali na Abdallah Heri Sebo, na goalkeeper yupo golini. That was a deadly mistake. Yani hakuna excuse yoyote ambayo utaiweka ukasema kipa alikuwa sawa tu. Kipa alikosea, na unampongeza zaidi Jasha le Ahwa kwa kutumia udhaifu wa goalkeeper, kwa sababu angeweza kusita ama angeweza kuwa dhaifu kama alivyokuwa dhaifu goalkeeper. Na football ili uweze kushinda ni lazima immune makosa ya mtu mwingine ili uweze kupata hiyo nafasi ya kuweza kushinda. Kwa hiyo alitumia vyema sana ule udhaifu wa goalkeeper kuweza kumfunga ile bao. Ni mabao yote mawili ya free kick pamoja na lile aliloenda kuruka header, kuna sehemu ambayo unamwona goalkeeper na kosa la kujibu. Lakini kabla ya kumlaumu moja kwa moja goalkeeper, unaangalia pia nani ambaye alikuwa anacheza. Unampongeza zaidi Ahwa kwa sababu ameona kwamba kuna makosa ambayo yanafanyika na yeye akaweza kuyatumia kwa usahihi. Na alivyopanga tu ule ukuta, kwenye commentary zangu nilisema huyo goalkeeper namna alivyopanga ukuta, anyway ni mbali, lakini sijui, nilishia tu kuguna hivi, kwa sababu mimi huwezi kaniambia kipa anapanga ukuta alafu na yeye anaenda kuchuchumaa pale pale. Ni mistake ambayo alifanya Yona Amos wakati wanacheza pia dhidi ya Young Africa, ambapo alifungwa faulo na Chadra Kisaka Boka, na yeye akapanga ukuta kaenda kujificha kwenye ukuta.
ni maajabu ambayo mpira ukishavuka ukuta unaustukia huu hapa huu. Yes, na ndio maana Libaka na usindikiza tu kwa macho kwa sababu hakujua unatoka wapi. Kimo cha nyama mfupi unaenda kupanga ukuta, unajificha kwenye ukuta alafu na bende. Nini kinachofuata? Watu wakilenga juu imo. Na Simba ni wao tu ambao hawakuwa clinical enough. Pengine wangeweza kushinda zaidi ya yale magoli. Na kuna muda ilifika ni kama waligundua kwamba huyu pigia mbali. Lenga tu. Walikuwa wanafanya majaribio mengi sana ya kutoka nje ya 18, kitu ambacho si tamaduni ya Simba kwa miaka mingi. Wao huwa wanapenda sana kucheza mpira ambao wanaingia mpaka kwenye eneo zuri, eneo la mwisho wanatengeneza nafasi rahisi ndio. Lakini jana ilifika ni kama walishaona hivi. Ateba anapigia mbali. Mukwala anaangalia tu yule Ahwa anaangalia tu, anataka kupiga Mpanzo, anataka kupiga Kibu, anataka kupiga. Na mipira karibu 4 ilikuwa blocked na walinzi. Kama isingekuwa blocked kwa namna alivyokuwa anacheza yule goalkeeper Mohamed Kamara, oya we. Watu wengekuwa walete. Tuondoke. Ilikuwa swala aibu na alivyo wakati anauzungumzia mchezo kabla ya mechi. Alionekana kabisa ya kwamba ni mchezo ambao matumaini yake madogo. Lakini pia hata baada ya mechi alichokizungumzia kaanza kwa kusema kwamba tumecheza na timu kubwa, unapoanza kucheza na timu kubwa, yani huenda ile mentality iliwaingia wachezaji wakaacha kukamia kwa sababu ule ukamiaji wenyewe sijauona wa Pamba. Ule wa shoka. Sijauona. Sasa najua shida moja ya kukamia ni kwamba unaweza kuwa disappointed muda wote kwa sababu kama mambo yataenda tofauti na kile ambacho unahitaji kuweza kufanya, nafikiri unaweza kujikuta unatoka zaidi mchezoni. Na ndio sababu ya kadi nyekundu pia ya Hamad Majimenge. Kwenye mechi hizi za viporo nafikiri karibu zote zimetoka. Sasa tukio la kadi na penalti tutakuja tulijadili vizuri kidogo. Kuna kitu kidogo kimezuka kidogo ambacho inabidi tukiweke sawa pia, tukizungumzie vizuri. Sawa. Lakini tukirudi kwenye ladha ya kukamia. Ni ngumu sana kukamia dhidi ya quality kwa sababu mimi nafikiri ni mpango kazi mzuri ndio unaopaswa kuwa nao rather than kukamia. Kukamia ni ile hali ya kuuma meno kwamba hawa leo tunakufa nao. Lakini sasa ili ukamie unahitaji kuwa na wachezaji wengi wenye ubora mkubwa ambao wanaweza kufanya kila kitu ambacho kitakuwa ni superb. Lakini kama wachezaji wako watakuwa wanafanya masiara ama watakuwa hawapo kwenye ule ubora wao wa kila siku, hakuna namna yoyote ambayo utaweza kufanya kitu bora dhidi yao kwa sababu utalazimisha kutengeneza matokeo makubwa, utalazimisha kufanya reactions zao ziwe kubwa na pengine unaweza kujikuta na watoa zaidi mchezo. Sawa, hiyo ni kuhusiana na Charles Ahoua ndani ya Simba. Mara kadhaa umekuwa ukisema wewe sio muumini wa takwimu, lakini anachokifanya kwa sasa kuna namna umeanza kuona nafasi yake ya kuendelea kubaki Msimbazi kama mchezaji muhimu. Kubaki atabaki kwa sababu anawatengenezea hizo numbers, anatengeneza records na anatengeneza kwenye mechi, sio mazoezini. Kama anatengeneza kwenye mechi, there is no way ambapo watu that's why nikamalizia kama mchezaji muhimu kwenye club. Atabaki hivyo mpaka atakapopatikana mtu ambaye anafanya zaidi ya kila anachokifanya. To me, narudia tena, to me nitaungana na Fadlu Davids pamoja na mabora mengi ambayo anayafanya Charles Ahoua. Mimi nafikiri Simba wanamhitaji sana mtu kama Faisal Salum Feitoto. Anahitaji sana wachezaji wengi wa sampuli hiyo ama nambari 10 wa sampuli hiyo. Mtu ambaye anaweza kafunga, anaweza kachezesha, anaweza ka-assist. Mtu ambaye anaweza kufanya vitu vyote hivyo kwa ufanisi. Na najua watu wengi wanakuwa disappointed sana hasa unapozungumza hivi kwa mchezaji ambaye anawapa nyakati njema. Lakini mimi bado kila nikimtazama Charles Ahoua kwangu sio Faisal Salum, sio Aziz Ki, na hawezi kuwa hivyo milele. Ni mchezaji mdogo, msimu wake wa kwanza bado anakuwa, lakini game yake inahitaji maboresho makubwa ili kuweza kuwa ni miongoni mwa wachezaji wakubwa. Na unajua tunaposhindwana ni wapi? Hata sasa hivi kuna mtu bado ataleta tena takwimu. Nitakwambia dribbles ngapi, sijui nani
big chances created sijui ngapi na vitu vingine kama hivyo, lakini kwangu hata ili swali, kwani wewe Upete unahitaji nini kwa mchezaji ili useme mchezaji